Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Hisia zako zinakupa mwelekeo wa kitu. Wateja wengi kufika kwenye biashara yako. Mtu anakufahamisha jambo kwa mara nyingine. Kichwa kuuma upande mmoja kama kinagonga. Unafikishiwa habari muhimu sana. Utaijua hivi punde. Utafanya mtu ajiulize kuhusu wewe. Kuongelewa na ndugu zako kwa wema. Utapata bahati kubwa. Maombi yako ni muhimu sana wakati huu. Kukufungulia yaliyokuwa mazuri. Nyota ya mbuzi. Moyo wako kujirudi kwa mtu kwa upendo. Unaahidiwa kitu utakachotimiziwa. Unasikilizwa sana na mtu kwa kile unalohitaji. Kupata mwangaza mzuri kwa jambo unalotumainia. Kupata mwongozo mzuri wa imani. Utajihisi mwenye nguvu sana. Ikiwa utakuwa sehemu ya bahari au vyanzo vya maji, kuna nguvu kubwa itakayokuakisia kwa maombi yako kutimia. Utapata pesa mfululizo. Nyota ya mashuke. Kujihisi homa na hali ya kichwa kuuma sana. Mafanikio yanakuja kwako kwa ishara itakayotimia wakati huu. Katika jambo lolote linaweza kutimia. Jina la mtu litakukumbusha mtu fulani. Kuhisi kifua kubana au kuuma. Kufanyiwa mazuri na mtu usiyemtarajia. Kuna jambo utakalofikishiwa lenye kumhusu mtu. Nyota ya mizani. Upendo wako na mtu kurudi. Kuna kitu kitakachokuwa kinakutatiza. Utapata hasira za ghafla au chuki. Kuumwa kichwa na mbavu. Kuonana na mtu ambaye hukumuona kwa muda mrefu. Kuhisi kichefuchefu. Kutoona ladha ya chakula. Kutojihisi sawa ila utachangamka kwa namna fulani. Kupatiwa kitu kizuri. Jambo ulilolipanga na mtu litafanikiwa. Nyota ya mapacha. Kushtuka kila wakati. Kujihisi hali ya huzuni na kutamani kulia. Malengo yako yanapata mwangaza sasa. Utahisi kifundo kikubwa kifuani mwako. Kuukataa ukweli. Kukosea kitu kidogo kitakacholeta madhara. Kuna namna mzuri utakayoipata kwenye kipato. Kusimulia ndoto yako zaidi ya mara moja. Utajiongeza kufanya jambo muhimu. Hisia zako kuwa kweli. Kuamini kitu. Kumuota mtu aliyefariki. Kuna jambo unakumbushiwa uwe nalo makini na kutakiwa heri pia. Nyota ya ndoo. Utakuwa tofauti na ulivyozoeleka. Unahisi kitu kama ganzi, msisimko mkubwa, uchovu na kichwa kuuma. Kutokana na hali ya mvutano wa fulmoni hii, hutohitaji kelele. Muda wa jioni utajihisi mchangamfu. Utakapopata ishara ya kuona nyota nyingi, tambua utapata mafanikio makubwa. Fanya maombi zaidi kwa ajili yako na familia. Hisia zako zinakuongoza kwenye ukweli. Nyota ya mshale. Uelewa mkubwa utakuwa nao. Hata kwa vitu visivyoelezeka utapata maana kamili au kujua kitu. Mpinzani wako anachoka sana. Kupata hali ya presha. Kutohisi utulivu kabisa moyoni mwako. Tamko la mtu litakuchanganya. Unaweza kupata kitu usichokitarajia. Kuwasiliana na mtu kwa mara nyingine baada ya muda mrefu sana. Kuhisi maumivu ya kiuno. Kubabuka ngozi au kuchanika. Kupata kikwazo kidogo kwa jambo, lakini usaidizi utatokea kwa haraka. Mtu atahitaji kuonana na wewe mara kwa mara. Kuanza kufungukiwa mambo ambayo ulikuwa hujui au ulikuwa unahisi tu. Siku ya leo utashuhudia mengi. Penzi jipya au la zamani kurudi kwa kasi sana kwako. Kuwa makini kwa maneno ya mtu. Nyota ya simba. Juhudi zako zinaanza kutambuliwa sasa. Utahisi moyo wako na kitu ndani yake cha kukujuza. Kupata mwelekeo wa kitu. Tumbo kuuma sana na kusikia linaunguruma. Macho ya mtu yatakutisha anapokutazama. Kununua kitu cha mkononi. Ugonjwa wa mtu utapona ghafla.
Kuhisi muda upo haraka kuisha tofauti na siku za nyuma. Kupunguza ukali wa maneno unapozungumza na mtu. Kufanya jambo kwa haraka. Kuna muda unaweza kujikuta mwenye kuwaza sana kwa ajili ya kitu au mtu. Nyota ya punda. Unachokizingatia ndicho kitakuwa kwa uzuri au ukubwa. Kuangalia kitu kwa muda mrefu. Utakuwa mwenye machozi ya karibu. Ujasiri wako hufanya mtu akuogope. Kupatana na mtu kuhusu jambo zuri. Unaandaliwa kuwa kiongozi. Unaweza kushtukiziwa tu kwa nafasi hiyo. Mtu anatuma maombi kwako. Kujihisi kisunzi au kizunguzungu. Kusikilizia maumivu unayoyahisi. Nafasi nzuri ya mtu inafanya kukuheshimisha pia. Nyota ya kaa. Mwangaza mkali unakuakisia. Kufuatilia mazingatio ya kidini. Moyo wako unakupa ujasiri mkubwa sana kupitia mwongozo uliokuwa nao. Kufanya kitu kwa hisia. Unaweza kutenda jambo kimiujiza sana. Upendo utashamiri kwako. Hali ya uponyaji kutenda kwa kiwango kikubwa. Hivyo kama una mgonjwa, dua yako ni muhimu sana kwake. Fanyia kazi kile chenye unataka kiwezekane. Muda wako huu baraka nyingi zitakuwepo kwako. Kuona kitu kinachong'aa sana. Ni ishara ya mafanikio yako kuyapata. Mtu ataungana tena na wewe. Kuongea na watu wengi ambao ulipezana nao. Kuhisi kichefuchefu au tumbo kukuuma. Maji yatakuwa na nguvu sana kwako. Pata muda mzuri wa kuwa sehemu za namna hiyo kama baharini. Ombi lako linasikilizwa na kutekelezwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Utafanikiwa kupata kazi au kupandishwa cheo. Kusikia sauti za watu usiku sana. Mtu atahitaji msaada kutoka kwako. Unaunganishwa na watu muhimu sasa. Kupona maradhi ya kifua. Utakuwa mwenye kuwaza sana. Kutowasiliana na mtu kwa wakati kila ukimtafuta. Mtu atakuwa na kuangalia sana. Ni ishara ya jambo zuri kutokea kwako. Ikiwa mtu huyo atakuwa mwenye ung'ao pia. Ulichowahi kukiota kitatimia. Hali ya mvua kunyesha kukiwa kuna jua. Fanya ombi lako lolote na kumshukuru Mungu kwa kila ulilokuwa nalo. Nyota ya nge. Ni muda wako kuirudisha amani na furaha iliyopotea. Utahisi kitu nyuma yako. Utatambua wema wa mtu. Kutabasamu ukifikiria kitu. Nguvu yako inarudi ya kukubalika na maono makubwa uliyokuwa nayo. Kumuona chura. Kuna ugeni utaupata na kulijua jambo kwa mtu. Utaepukana na adui. Kuhitaji haki yako. Nyota ya samaki. Kuwasha tu simu na kukutana na kitu chenye kukufurahisha. Mtu atakuomba msamaha. Utaelezewa jambo zuri. Utakuwa karibu sana na mtu fulani. Utapata taarifa nzuri. Paji lako la uso kuangaziwa na nuru kubwa inayoondoa sumu na kukupa ufunuo mpya wa nguvu. Utakuwa na watu wengi kifamilia. Unachokichunguza unaweza kukipatia majibu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.